Kifo cha mchekeshaji Emmanuel Mathias alimaarufu MC Pilipili kimekuwa ni kifo cha ghafla na kilichoshitua na kuumiza mioyo ya maelfu ya watu wengi, na wengine mpaka sasa hivi hawaamini kama kweli MC Pilipili ameaga dunia ama amefariki. Na watu wengi wanasema kwamba msongo wa mawazo ni mbaya sana, na kipindi toka MC Pilipili achane na mke wake hakuwa sawa hata kidogo, kwani amekuwa akifanya interview zake na pindi ambapo alikiulizwa kuhusiana na ndoa yake kwa kuvunjika amekuwa akilia tu, hivyo hakuwa sawa kabisa kipindi chote hicho ambacho MC Pilipili alikuwa ameachana na mke wake. Na haikuishia hapo. Watu wengi wanasema kwamba MC Pilipili alitamani kuendelea kuwa na mke wake ama ndoa yake kuimarika, lakini kwa sababu moja mbili haikuwezekana ama haikuwezekana kukua hivyo. Nini sababu? Mimi na wewe hatufahamu, kwa sababu mambo ya ndoa ni mambo nyeti kweli kweli, na wanaofahamu ni hawa wawili ambao wameingia kwenye ndoa. Je, ni kweli haikuweza kukua kama mwanzo? Mimi na wewe hatufahamu. Itoshe kusema Bwana alitoa, lakini Bwana ametoa, jina la Bwana lihimidiwe. Na nikuleta hii clip ambayo MC Pilipili bwana alikuwa akizungumza kuhusiana na mwaka huu 2025, na alizungumza na kusema kwamba utakuwa mwaka wako wa kuinuliwa, mwaka wako wa kusimama. Tutaumaliza mwaka kwa kishindo, tutaumaliza mwaka kwa ushuhuda, tutaumaliza mwaka kwa furaha. Maana mwaka huu hautakuwa tofauti na miaka yote iliyowahi kuwa katika maisha yako. Alipotupa tu lile vazi, Biblia inasema ya kwamba automatically pale ndipo alipoanza kuona. Yani alipofika pale, anaenda mbele za Yesu hivi, Yesu anamwangalia, anamwona mbona anauna, unataka nikufanyie nini?